Ahmed Ali huyu hapa ndani ya Kipenga. Msimu ambao tumefika hapa na kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika, ni dhahiri shahidi ya kwamba tupo katika njia kubwa mno ya mafanikio, na msimu huu wa 24-25 Simba tumeumaliza kwa mafanikio makubwa. Kwanza kwa kuwa na fainali ya CAF, lakini pili msimu uliopita tulimaliza kwa kupata tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya kombe la shirikisho, na tukasema ya kwamba msimu unaofuata ambao ndio msimu huu, moja kati ya malengo yetu ni timu kurejea kucheza kombe la ligi ya mabingwa Afrika. Mpaka muda huu nazungumza nawe Toby, tayari tumejihakikishia kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Sisi kwetu Simba tunaona ya kwamba level yetu ni kushiriki ligi ya mabingwa Afrika. Ikitokea tukashiriki kombe la shirikisho, ahlan wa sahala, lakini tunahitaji kupambana kule kwa wakubwa zaidi ili tuweze kuheshimika zaidi. Kwa hiyo malengo yetu msimu huu yameshafikiwa, kwa sababu tayari mpaka muda huu nazungumza nawe tunayo tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao, na tayari tuna fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na tayari tumeipandisha timu yetu daraja kutoka nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 5 barani Afrika. Kwa hiyo haya peke yake ni mafanikio makubwa sana kwa upande wetu. Na Simba tunapozungumzia mafanikio hivi sasa, huwa hatuangalii zaidi ndani tumepata kitu gani. Tuna mafanikio yetu huwa tunayapima kwenye continental level, tunaiangalia kwenye bara la Afrika, Simba tumepiga hatua gani kwenda mbele. Kwa hiyo kwa msimu huu tushapiga hatua kubwa, tumeshafanikiwa kurejea kwenye ligi ya mabingwa Afrika, tumefanikiwa kufika namba 5 Afrika, tumefanikiwa kucheza fainali ya Afrika. Wale wachezaji ambao watakuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa, wao tayari wameshajiunga kwenye majukumu hayo, na wale ambao hawana majukumu hayo wanaanza program rasmi Mo Simba Arena siku ya Alhamisi kuanza maandalizi kuelekea mechi hizo 3. Kapombe yeye aliumia na alishindwa kabisa kusafiri na timu kwenda Babati, kwa hiyo akabaki Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu. Anaendelea vizuri, kuna uwezekano hata kwenye timu ya taifa akashindwa kujiunga na wenzie kwa sababu bado yupo katika matibabu. Lakini kwa mujibu wa madaktari ni kwamba hadi kumalizika kwa kalenda FIFA atakuwa ametengemaa na kuanza mazoezi na wenzie. Lakini vile vile Lionel Ateba naye vile vile alishindwa kusafiri na timu kwa sababu ya majeraha na anaendelea vizuri hivi sasa na matibabu. Musa Kamara Pinpin yeye alishindwa kuendelea na mchezo kabisa pale Manyara, akalazimika kutoka na kuingia Ali Salim, lakini ameshapatiwa matibabu hivi sasa anaendelea vizuri. Kiujumla wale wachezaji wote waliokuwa na changamoto za kiafya wote wanaendelea vizuri. Wapo ambao katika hao watajiunga na timu Alhamisi hii kwa ajili ya kuanza program ya mazoezi, na wapo wengine watachelewa kidogo, lakini kabla ya kufika tarehe 10 wachezaji wetu wote watakuwa wametengemaa na wamejiunga na wenzao kuanza mazoezi kuelekea mechi zetu 3 za mwisho za ligi kuu ya Okay, meneja habari na mawasiliano kuhusu Simba Ahmed Ali, lakini pia aligusia issue nzima ya maandalizi kwa upande wao kuelekea kwenye mechi ya Kariakoo Derby tarehe 15 mwezi huu Juni. Anasema kwamba kati ya michezo mitatu wanaoanza nao ni dhidi ya wananchi Young Africans. Sasa tunaangalia kilichobaki mbele yetu kwa hapa nyumbani, ambayo kilichobaki hapa nyumbani wanaita ni ile home proud, heshima ama majivuno ya nyumbani, na hapo nazungumzia ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Kikosi baada ya kurejea kutoka Manyara tukapata mapumziko ya siku chache, na kesho Alhamis kikosi kitarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi kuelekea katika mechi zetu 3 ambazo zimesalia. Na mechi ni Juni 15 katika uwanja bado haijakuwa confirmed,
lakini mechi ambayo sisi tunaifahamu ni tarehe 15 ya mwezi huu wa 6, na maandalizi ambayo tunayafanya ni maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Tumebakiwa na michezo mitatu, dhidi ya Mtani tarehe 15, mchezo dhidi ya Ken Gold, na mchezo wa mwisho dhidi ya Kagera Sugar. Kwa hiyo tunaanza maandalizi kuelekea michezo hii mitatu, lakini specifically ni mchezo wa tarehe 15 kwa sababu ndio mchezo utakao toa dira ya mnyama kuchukua ubingwa msimu huu. Tukipata ushindi katika mchezo huo, ni dhahiri shahiri ya kwamba tutakuwa tumejiwekea 80% ubingwa wa ligi kuu kuja Msimbazi. Lakini kama haitoshi, ni heshima na ukubwa wa mchezo wenyewe unatufanya tuanze maandalizi mapema ili kwenda kupata ushindi katika mchezo huo. Na automatic tukipata ushindi katika mchezo wa tarehe 15, hii michezo mingine miwili ambayo imesalia itakuwa ni shughuli tu ya kumsukuma mlevi. Kwa hiyo tumeanza maandalizi kuelekea katika mchezo huo, na kila mwana Simba aanze maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Simba Sports Club, as we communicated right now, ni kwamba mawasiliano ama taarifa tuliyokuwa nayo kutoka kwenye mamlaka za mpira wa Tanzania ni kwamba mechi ipo tarehe 15 ya mwezi wa 6, na Simba tunafanya maandalizi yote kuelekea katika mchezo huu, na tungependa kuwaomba wenyeji wa mchezo huu watangaze viingilio mapema ili mashabiki wetu waanze kununua tiketi. Na hali ikiendelea hivi kwamba mechi ipo, sisi tarehe 15 mapema watatukuta uwanjani, na mashabiki wetu wa Simba Sports Club tarehe 15 tukutane uwanjani. Uwanja utakao tangazwa, mnyama ataelekea katika uwanja husika kwa muda husika, na mashabiki wetu wanapaswa kuja siku hiyo kuja kushuhudia mchezo husika ambao umepangwa na kusimamiwa na mamlaka husika. Of course ukiangalia bado siku nyingi, bado takriban siku 10, lakini hii ni mechi kubwa, watu wanahitaji kufanya maandalizi mapema, na hakuna shughuli nyingine yoyote hapa katikati ukiachilia mbali mechi za kirafiki za timu za taifa. Maana yake ni kwamba sisi vilabu tunaendelea na majukumu yetu kama kawaida, na kwa hivyo basi waanze kuuza tiketi mapema ili watu wanunue tiketi mapema kwa ajili ya haya. Huyo ni Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, akiweza kuelezea kila ambacho kipo hivi sasa katika klabu hii ya wekundu wa Msimbazi, na kubwa zaidi ni maandalizi ambayo yaanza hapo kesho kuelekea Kariakoo Derby June 15, 2025, akiwataka wapinzani wake Young Africans watangaze viingilio mapema kwa ajili ya mashabiki kuweza kujiandaa kuelekea katika mchezo huo. Wakati tuanze kwanza na kauli ya kwanza ya Ahmed, amesema kwa maana kwa msimu huu ukifanya tathmini, Simba wamefanikiwa kwa sababu msimu jana wakati kama huu walikuwa wamefuzu kucheza michuano ya shirikisho, lakini msimu huu hapa tunavyozungumza tayari wamesha qualify kucheza michuano ya ligi ya mabingwa, lakini pia wamecheza finali hiyo ya shirikisho. Kadhalika wamepanda viwango viwili kutoka nafasi ya 7 katika klabu bora barani Afrika mpaka hivi sasa wako nafasi ya 5. Haya mafanikio ambayo wameyapata, Simba wanapaswa kujivunia kwa kile ambacho kipo ndani ya klabu yao. I think kuna utofauti wa kitu kinaitwa mafanikio na maendeleo, ama kupiga hatua. La Simba anachokifanya anapiga hatua. Simba hajafanikiwa. Tanzania hamna timu iliyofanikiwa kwenye hasa kwenye nyanja ya kimataifa. Ukitaja success lazima iambatane na kitu ambacho ni tangible. Yani ukisema bwana mimi nimefanikiwa, ambatanisha na udhibiti ama uthibitisho wa kwamba wewe umefanikiwa, na uthibitisho pekee ambao una make sense ni uthibitisho wa mataji. Hizi robo finali, hizi nusu finali, hizi finali, hizi zote ni hatua, kwamba Simba amefika kwenye hatua ambayo hakuwahi kuifikia hapo awali. Mafanikio yanaweza yaka make sense kama tutazungumza kitaasisi. Ndani ya taasisi yao, kwa kila taasisi mwanzo wa msimu inakwenda malengo yake, kwamba mwaka huu haya ndio malengo yetu. Ni sawa na wewe unapotoka nyumbani asubuhi, unarudi ukiwa unajiwekea, unapotoka unajiwekea malengo kwamba nikirudi nyumbani niwe nimetimiza 1, 2, 3. Ukiyatimiza hayo, basi tunakutem kama umefanikiwa kwenye
engo yako ama umefanikiwa kwa mujibu wa vile vigezo ambavyo ulijiwekea. Kwa hiyo kwa mujibu wa taasisi ya Simba Sports Club, yes, kwenye hiyo nyanja ya kimataifa tunaweza kusema wamefanikiwa, kwa sababu target yao ya kwanza ilikuwa ni kuvuka kwenye ile hatua ambao wamegota muda mrefu, hatua ya robo finali kwenda nusu finali. Baada ya hapo kilichokuwa kinakuja mbele ilikuwa ni overachievement, kwamba wamefika mpaka hatua finali. Wangetoa taji ingekuwa ni overachievement ambayo imekuja na ushereheshwaji mkubwa sana, ingekuwa ni overachievement ambayo inaenda kutengeneza historia. Lakini kwa sababu hawajatoa hilo taji, wamefika hatua ambayo labda hata wao kama taasisi walikuwa hawaiimagine mwanzo wa msimu, basi tunasema kwa mujibu wao wamefanikiwa. Lakini tukija sasa kwenye aspect ya kufanikiwa kwenye soka kiujumla, kwamba huu mpira wa miguu kiujumla, haya sio mafanikio. Yani wewe unapofika hatua za nusu finali, hatua za robo finali, hatua za finali, wewe tunakutem kama unapiga hatua. Hata hizi kupanda kwenye rank, utashika leo nafasi ya 5, utashika leo nafasi ya 4, utashika kesho nafasi ya 3, utashika kesho kutwa nafasi ya 6, utashika nafasi ya 7. Hizi zote ni hatua za kutafuta ukubwa. Lakini kwenye mafanikio msimu huu waliofanikiwa kwenye upande wa kimataifa, kuna Pyramids ambaye amefanikiwa kwenye CAF Champions League, halafu kuna RS Berkane ambao huyu amefanikiwa kwenye CAF Confederations Cup. Wengine wote msimu huu kuna hatua wamefika. Naweza kusema failure kama umeshindwa hata kumeet objectives zako kama taasisi. Yani kama ulijiwekea malengo kwamba mfano Malengo ya kwanza Simba wenyewe ukiwanukua mkirejea vile ambavyo walikuwa wanazungumza mwanzoni mwa msimu ni kuvuka hatua ya robo finali ambayo wamekuwa kifikia mara kwa mara. Ndio maana mimi nimesema kitaasisi Simba kafanikiwa. Na nilikuwa nakuja kwenye mfano wa taasisi ambayo haijafanikiwa kimataifa. Taasisi ambayo haijafanikiwa kimataifa ni Yanga. Yanga kimataifa hajafanikiwa kwa sababu target zake hajafanikiwa kuzifikia. Yanga aliweka target kwamba anataka kufika hatua ya robo finali msimu huu, lakini Yanga kaishia hatua ya makundi. Kwa ina maana hata kwenye zile institutional objectives hupo bado ameshindwa kufika malengo yake. Kwa sasa huyu ambaye hajafanikiwa kwenye engo ya kitaasisi, huyu atakuwa na story nyingine. Lakini sasa hawa wote tutakapokuja kusum up huu msimu wa 24-25, hawa wote mpaka yule ambaye alifika hatua ya finali, hawa wote msimu huu kwenye nyanja ya mafanikio ya mpira wa Afrika hawajafanikiwa. Kwa sababu watakapoitwa waliofanikiwa, wote ambao wataenda kwenye hiyo meza ni wale ambao wameondoka na mataji. Nyie wengine wote kama hujawahi kufika hiyo hatua, tutasema yes, huyu bwana amepiga hatua moja kule ambako amekuwa kigota. Huyu ambaye mara zote amekuwa akikwama hatua hiyo, tunasema amefikia pale ambapo ndio uwezo wake umekuwa wakiuonyesha mara zote. Huyu ambaye huwa anafika juu lakini mwaka huu amefika chini, mfano Al Ahly, yeye pia anaweza tunamweka kwenye ile kundi kwamba hajafanikiwa, kwa sababu target zao obviously ni kutoa Champions League. Kwa sababu hajafanikiwa kitaasisi, halafu at the same time hajafanikiwa kwenye aspect ya msimu huu, kwa sababu hata hatua ya finali hajafika. Kwa hiyo kwangu mimi, mtu akitema mafanikio abaki kwenye taasisi yao na kusema kwamba sisi kwenye taasisi yetu haya tunayatem kama mafanikio, lakini asije akasum up kwamba kwenye soka la Afrika haya ambao tunayapitia sasa hivi kwa Tanzania ni mafanikio. Hizi zote tunazozipitia sasa hivi ni hatua za kuyatafuta hayo mafanikio. Kwamba leo hii tukimaintain hizi hatua, tukimaintain hii stability ya kushiriki mashindano mara kwa mara, tukimaintain hiki ambacho tunakiexperience sasa hivi, siku si nyingi tutaanza kujiita watu tuliofanikiwa. Kwa sababu mwisho wa siku tunaweza tukajikuta tuna miaka 20, miaka 10, miaka 40 tunakuaga kwenye hapa finali robo nusu, finali robo nusu, finali robo nusu, bado hatutoingia kwenye kundi la timu ambazo zimefanikiwa. Hata kama kutakuwa kuna mfululizo wa kucheza finali 30, yani kuanzia 2025 tucheze finali mpaka 2045, bado hayo yote hayatakuwa mafanikio. Tutakuwa tu tunarudi kwenye hatua ambayo either tunakwama kwenye hatua moja, ama kama tulikuwa tunacheka labda nusu mara kwa mara, tumefika hatua finali ndio sababu naye huwa tunaenda hatua moja mbele. Lakini kwangu mimi mpaka dakika hii hamna timu ya Tanzania ambayo inaweza ikasimama mbele na ikasema mimi kimataifa nimefanikiwa. Labda warudi kwao waseme kitaasisi kuna mmoja ambaye ana hatua kubwa kimataifa kumzidi mwenzia, ama kuna mmoja ambaye kitaasisi anatimiza malengo yake mara kwa mara
kwenye hiyo engo ya kimataifa kumzidi mwenzio. Kwa hiyo kwangu naweza tukasema hivyo kwamba bado Simba ana deni kubwa sana la kufulfill kwenye engo ya kimataifa, kusustain hiyo title ya timu zilizofanikiwa barani Afrika. Lakini kwa upande wao as a taasisi, kwa namna ambavyo walicheza msimu uliopita, yes walikuwa na msimu mmoja mbaya sana, walishiriki CAF Confederations Cup, hadhi yao obviously ni CAF Champions League, na hadhi ya Simba si kwa mujibu wa soka la Afrika bali hata kwa mujibu wa ligi yetu tu ya ndani. Simba akishiriki Confederations Cup, it means kuna mmoja hapa kati ya Azam, Singida, KMC, sijui na Mungu ameenda kushika ile nafasi ya pili. Kwa hiyo tuna expect tuje na summation kwamba Simba hata ndani ya ligi alikwama. Kwa hiyo Simba kumuona ameshiriki Confederations Cup msimu uliopita ni alikwama. Kwa hiyo msimu huu amerejea kule ambako amekuwa akihudumu mara kwa mara, kwenye CAF Champions League. Kwa hiyo huyu kidogo kuna namna ambavyo yeye amejibrush kwa kile alichokifanya msimu uliopita. Lakini msimu huu kiisha tena kapa, Simba anaondoka bila taji, hii timu itakuwa haijafanikiwa. Kwa sababu mwisho wa siku mafanikio ya Simba hatuyapimi kama tunavyoyapima mafanikio ya Azam. Na zote huwa nasema hapa kuna matabaka ambayo Simba na Yanga wamejiwekea, na hayo sio matabaka madogo bali ni matabaka ya ukubwa. Yani Simba kwa hadhi yake, ukiitaja Simba unataja mataji, ukiitaja Yanga unataja mataji. Kwa hiyo ukiona unamaliza msimu huna taji, wewe msimu huo umefeli. Yes, tutakuwa umeshiriki CAF Champions League, sababu who cares? CAF Champions League hiyo ndio hadhi yako, unatakiwa kushiriki CAF Champions League. Yani leo kumuona Man City anashiriki CAF, anashiriki UEFA ushangai, kumuona Madrid anashiriki UEFA ushangai, lakini unashiriki UEFA, unashiriki Champions League, CAF, unashiriki hayo mashindano ya kimataifa baada ya kuattain kitu gani? Yani ni kipi ambacho kita usherehesha huu msimu wako? Kwa hiyo kama hatafanikiwa kutoa taji msimu huu, kama ligi kuu hatafanikiwa kuongoza ligi na kutoa hiyo taji, Simba msimu huu kwenye makaratasi yao watautem kama moja kati ya msimu mwingine ambao wamefanya vibaya. Lakini wakiamua kufanya reference na msimu wa nyuma yake, huu utaonekana ni msimu ambao wamepiga hatua kuliko msimu wa nyuma yake. Lakini kwangu mimi, asipotoa taji msimu huu Simba, utakuwa ni msimu mwingine wenye mfululizo wa kufanya vibaya.